Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news. Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment, and Fabidigo TV. Oi, mambo vipi wadau wetu wa Fabidigo TV. Karibuni sana katika kipindi hiki ambacho tunaongea yale yaliyojiri na yatakayojiri katika siku hii ya michezo. Ni michezo inayodumu na yaishi mpaka dabi ya Kariakoo ishe. Ni leo tunaongea yale yanayojiri kulingana na vitu tulivyovipata nasi tunawaletea nyie. Kitu cha kwanza usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Nami ndo Fabidigo katika Fabidigo TV. Habari nilionayo leo ni ile ambayo nimekutana nayo na nikiwa na nusu pande zote za dunia au pande zote za Tanzania. Kumbuka ni siku 3 au siku 2 zimebaki ili Simba na Yanga au Yanga na Simba waweze kukutana, na Simba akiwa naalikwa na Yanga kule Zanzibar, na Yanga ndo akiwa mwenyeji pale Zanzibar. Yanga ni timu ambayo imejifanya kwamba Zanzibar ndio kwao, maana kila mchezo wanaupeleka Zanzibar, mchezo mkubwa wanaupeleka Zanzibar. Kwa Yanga kwa mwaka huu tunaweza kusema wako vizuri katika mambo yale ya kuwaletea mechi kubwa Zanzibar. Sijajua si wanapewa hela, sijajua, lakini kwa taarifa hii sijaipata, maana mimi siwezi kuongea vitu ambavyo sina uhakika navyo, lakini naongea vitu ambavyo nina uhakika navyo. Okay. Habari nilionayo sasa hivi ni habari kuhusiana na dabi ya Kariakoo ambayo itachezwa tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026 pale Zanzibar katika uwanja wa Aman, na utachezwa saa 3 usiku ndipo utachezwa huo mchezo. Huo mchezo utachezwa na Yanga na Simba. Yanga ndio watakuwa wenyeji, nasi tumekuja kwa ajili ya kukuletea yale ambayo yanaongelewa na pande zote mbili, yani wakiwemo wadau wa soka pamoja na mchezo wenyewe wanaoonaje na nani ataibuka mshindi au mchezo unakuaje. Habari tulionayo ni habari nzuri na inapendeza pale ambapo inaonekana kwamba Yanga baada ya kuipigia JKT Tanzania 5-0 wakiwa wanacheza na JKT Tanzania katika uwanja wa KMC, Yanga wameonekana kwamba wako vizuri sana, wakijidai kwamba anaweza kumpiga mtu yoyote. Ahmed Ally Kamwe akiwa anaongea yale ambaye yanaonekana. Sasa hivi yanaonekana kama Ally Kamwe ndiye anatamba baada ya kumpiga JKT goli 5-0. Anasema JKT ni timu bora kwa hapa Tanzania kwa sasa hivi. Ni timu ambazo tayari zinaonekana kwamba ni timu bora. JKT Tanzania inaonekana ilikuwa inaongoza ligi kuu kabla ya Yanga jana kumpiga. Kwa hiyo basi yoyote atakayeibeza JKT Tanzania kwamba ni timu mbovu, aje yeye aonekane mbele ya Yanga, tuone kama atakula magoli zaidi ya hayo aliyompiga JKT Tanzania. Ally Kamwe amejitamba zaidi na kwamba kifo huwezi kukikwepa, bali hujui siku ya kufa, ila kikija kinakuja muda wote. Lakini huo ni msemo wa kuwatishia Simba Football Club kwamba kama wao wametoa draw na Dodoma Jiji, ina maana kwamba wao watapigwa na Yanga Football Club. Tambo za Ally Kamwe zimekuja pale ambapo wameonekana wako bora kwa kushindilia magoli mengi. Nikumbuka kwamba Yanga Football Club imempiga JKT Tanzania 5-0, na ikumbuka kwamba ilishinda 6-0 kwa timu fulani ambayo inaitwa KMC. Yanga Football Club hiyo ilikuwa ni mechi ya 10 ya jana, ambapo wamecheza sana mpira vizuri na kuonekana kwamba wako vizuri zaidi. Katika hatua hiyo inaonekana kwamba wako vizuri na wamejikita na kwamba watachukua kombe. Ukiongea na msemaji wa Yanga kama mwongeaji ataongea kulingana na kazi yake ilivyo. Lakini tukienda mitaani zaidi, tukiwauliza wengi sana katika mitaani, lakini tukiongelea wale wachambuzi wa mitaani na wale wanaojua mpira, inaonekana kwamba Yanga Football Club mashabiki wake wanakuwa wanajiamini sana, kiasi kwamba wanadai ya kwamba Simba hawezi kutoboa kwa Yanga Football Club. Wanasema kilichojili ni kwamba yani
atume mtoto sokoni, yani iwe isiwe lazima Yanga wapigwe, lazima Simba wapigwe. Ndivyo mashabiki wanavyosema. Sasa mashabiki wa Yanga wamekuja kujiamini zaidi pale walipoona timu yao imepigwa magoli, imeshinda magoli 5, na furaha ya Yanga pale ni pale ambapo wanafunga Simba Football Club. Na mashabiki wa Yanga mitaani wamesema Simba atapigwa magoli zaidi ya magoli 4. Ina maana kwamba ni 5 sasa. Ina maana hiyo kitu kimekuja pale ambapo unaona Ali Kamwe na Ahmed Ally wanakuwa wanaongea kwa kutaniana sana. Maisha haya yamekuwa ni maisha mengi sana ambayo unaweza kuyaona kwamba Ali Kamwe na Ahmed Ally wamekuwa ni watu ambao wanataniana, lakini mwisho wa siku Yanga wanajamini zaidi. Kinachofurahisha zaidi ni kile kilichotokea kwenye utani wa Simba na Yanga. Huku tuliona kuchambua mpira huku kitani kwetu, yani kitani kwetu hapa Dar es Salaam, yani kwamba tukiona wauji watu wengi wanaamini kwamba uchawi utakutumika, yani kwamba Simba na Yanga watatumika uchawi ambao utaonekana kwamba Simba au Yanga wanasema wataipiga Simba 6-0. Simba wanasemaje? Sikiliza hadi mwisho. Hiki kitu ambacho nimekuletea muda huu ili uweze kupata habari ambazo tulizo nazo. Inasemekana kwamba Simba Football Club ni timu ambayo inajiamini kwamba bado hawajakata tamaa ya kucheza na Yanga Football Club. Wanasema huwezi kukata tamaa kucheza na Yanga kama wao ni wakubwa ambao wanaweza kufanya chochote ili kuweza kumpiga Yanga Football Club. Anasema endapo Yanga wanajidai ya kwamba wamempiga Simba 6-0 mara 6, wanasema wao wanakuja kwa vingine kuirudishia kisasi Yanga na kupiga mara nyingi zaidi. Wanasema kama wanajisumbua Yanga kwamba kama mnasema Simba wametoa draw ya kutofungana 1-0 na Dodoma Jiji wakiwa Dodoma. Wanasema tuna budi kuongea hayo, maana mpira unadunda. Tunaweza kuwasifia Dodoma wamecheza vizuri. Wanasema Dodoma wamecheza vizuri kwa sababu wamejitahidi kucheza na mnyama kwa kutoa draw, wamezuia mikiki yote, wala hakuna cha kukata tamaa. Mpira mechi inayokuja ndipo ushindi unaendelea. Hatuwezi kusema kwamba tunaweza kufanya chochote, lakini wanasema mpira upo uwanjani na wengi wameshuhudia Simba inavyocheza. Sasa kauli zao yani wanasema Simba ni timu kubwa na timu kubwa inazoeleka kwamba itashinda vipi. Sasa Yanga wajiandae kupigwa magoli ambayo hayatabiriki. Kwa mpira hule wakimtaja mchezaji wao Chama, wakimtaja mchezaji wao Oula pamoja na mchezaji mwingine ambaye anaitwa Guye na wachezaji wengine kama Luembe na wachezaji wengine kama kina Mpanzu na Mwalimu na Morisi na Kagoma na huyo anaitwa Lushen na wachezaji wengine Kapombe na wengine golikipa Kumsali na wengine. Sasa inasemekana kwamba wapo tayari kwa ajili ya kupambana na Yanga na hawana neno la kuongea kwa sababu wanataka kuonesha uwanjani. Kwa hiyo Simba wamekiri ya kwamba wao watacheza mpira, hawataongea maneno mengi kuhusiana na timu ya Yanga kwa sababu wao wamejizatiti kwamba wataipiga Simba kwa magoli mengi au magoli 5 au 4 kwa sababu walimpiga JKT Tanzania. Kwa hiyo basi tukija kwa Ahmed Ally, ameongea nini? Ahmed Ally ameongea kwamba yeye ni msemaji wa Simba miaka 3 sasa hivi. Hawezi kusema kwamba anaweza kushindwa kusema lolote kuhusu Yanga. Amesema kama ilikuwa basi itakuwa, lakini sasa itakuwa hivi. Simba tumejizatiti, ndio maana ya kwamba, na nukuu maneno ya Ahmed Ally, amesema ndio maana aliongea kwamba kiasi cha kwamba hii ligi hii ingekuwa inaanza ligi ya mabingwa ingekuwa inaanza sasa hivi, wao wangeongoza kundi lao lile ambalo walikuwa wa mwisho, yani ungepinduliwa kwamba wao wangeongoza, lakini kwa sasa inaonekana ya kwamba wao ni wabovu. Sasa wanataka waanzie ukubwa kwa hao Yanga wanaojifanya ni wako bora. Ahmed Ally ameongea kwa kusema tunaenda Zanzibar kwa ajili ya kurudi na pointi 3.
Amesema wanaenda Zanzibar kwa ajili ya kurudi na pointi 3. Amesema chochote ambacho wana Simba watakiwa wajue kwamba Simba inapanda boti kwa ajili ya kurudi na pointi 3. Simba na Yanga wanakuwa wanakutana kwa mara nyingine tena ili waweze kukutana katika raundi ya kwanza ili waweze kuelewana kwamba nani ni mkubwa. Sasa Ahmed Ally na Ally Kamwe wameshaongea ya kwao, basi ya kwetu ni haya kwamba kwa takwimu za sasa hivi Yanga wameonekana wanampiga Simba. Kwa hiyo basi Yanga wanaingia kwa kujiamini, Simba wanaingia kama underdog, wanaingia kwa tahadhari nyingi ili waweze kucheza mpira. Kumbuka kwamba Simba ni timu kubwa na Yanga ni timu kubwa. Simba ni ya 7 ya 6, sasa hivi wameshuka ni wa 8, Yanga ni wa 10 katika msimamo wa klabu bingwa Afrika. Tunaendelea kusubscribe, kulike, kushare na kucomment habari zetu ili uweze kupata updating. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news.